Andika kichwa cha somo: usikivu wa kiroho. Usikivu wa kiroho. Katika kuhuishwa na kupokea uwezo mpya wa kiungu kwenye nyakati mpya. Narudia tena: usikivu wa kiroho katika kupokea, katika kuhuishwa na kupokea uwezo mpya wa kiungu kwenye nyakati mpya. Kwenye nyakati mpya. Usikivu wa kiroho katika kupokea, au tunaanza na kuhuishwa. Katika kuhuishwa na kupokea uwezo mpya wa kiungu, au mwingine anaweza kaandika uwezo mpya wa kimungu, au mwingine akaandika wa Roho Mtakatifu, au mwingine akaandika wa kiungu kwenye nyakati mpya. Nakusubiria uandike, ili kama umeandika niendelee sasa. Kwa dakika ngapi hizi? Sijui ni 10. Niendelee. Usikivu wa kiroho katika kuhuishwa na kupokea uwezo mpya wa kiungu kwenye nyakati mpya. Ndio maana huu usikivu wa kiroho kwa lugha ya Kiingereza tunasema spiritual sensitivity au spiritual attentiveness. Spiritual sensitivity or spiritual attentiveness. Kwa Kinyakyusa sijui tutasemaje, kesho nitakuletea vocabulary neno la Kinyakyusa, usikivu wa kiroho. Bwana asifiwe. Nitakuletea neno la Kinyakyusa na la Kikinga na la Kindali. Usikivu wa kiroho maana yake nini? Bwana asifiwe. Kwa nini tunajifunza usikivu wa kiroho katika kuhuishwa na kupokea uwezo mpya wa kiungu kwenye nyakati mpya? Tunapozungumza nyakati mpya, maana yake kuna mabadiliko ya kinyakati. Ukisoma maandiko utasikia Biblia inasema siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Neno nyakati maana yake ni uwingi. Ingekuwa ni wakati mmoja angesema wakati. Unapochukua wakati huu na wakati huu na wakati huu na wakati huu ukiunganisha, ndio unaita nyakati. Sasa unaposikia nyakati mpya, maana yake kuna mabadiliko ya kinyakati katika siku za mwisho. Mabadiliko ya kimajira ambayo ndani yake yamebeba makusudi na yamebeba aina ya vita na mashambulizi yanayoendana na hizo nyakati. Kwa hiyo wakati nyakati zinabadilika, maana yake na makusudi yaliyobebwa kwenye nyakati yanabadilika. Ndio maana wale wanaofuatilia mabadiliko tulio nayo watagundua kuna vitu vinahama kwenye kushikika kwenda kwenye kuto kushikika. Tunaenda nyakati ambazo hata fedha hizi tunazoshika, utoaji wa sadaka hautakuwa huu.
kwa sababu fedha za kushikika zitakuwa hazipo. Zitakuwepo fedha zisizoshikika, digital currency. Nyakati ambazo hautembei na hela mfukoni. Kwa hiyo na utoaji wa sadaka, nyinyi watu wa kanisa, wakati mnawaza kuchonga vyombo, kuna nyakati zinakuja hakutakuwepo cha kuweka kwenye chombo kama fedha. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa ni majira hayo nazungumza, ni mazingira ya kiulimwengu, nyakati zinavyobadilika. Na ndio maana wahubiri wa injili wanaelewa kuna nyakati mnaenda ambazo viwanja vinahama. Ukiweka mkutano uwanjani huoni watu, lakini kuna mtu ameweka mkutano ana watu wengi lakini hawapo uwanjani. Viwanja vinahama kwenye kuonekana kwenda kwenye kutokuonekana. Mnanielewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa haya ni majira ya kiulimwengu na nyakati za sayansi na teknolojia, lakini kuna nyakati ambazo zimeamuliwa kibibilia zinazobadilika. Hizo nyakati zinadai uwezo mpya, na sio uwezo tu wa kawaida, uwezo wa kiungu mpya. Ukienda na uwezo wa zamani utakwama. Na tutakapokuwa tunajifunza utakuja kugundua kuna watu wamekwama sio kwa sababu walitakiwa wakwame. Kilichokwama sio wao, kilichokwama ni uwezo ulioko ndani yao, ndio uliokwama. Kuna wakati unatumia mbinu zile zile kufanya biashara afu unagundua haiendi, kwa sababu nyakati zimechange, zimebadilika. Kuna saa utaona mazingira yaliyokuwa yanakutia favor, yanakupa upendeleo, hayapo tena kwenye biashara. Kila unageuka huku, kila mahali kumebanwa, huoni njia. Ni nyakati zimebadilika, ambazo kuishi kibiashara kwenye nyakati hizo zinahitaji mtu mwenye uwezo mpya unaoweza kuendana na nyakati. Mwambie jirani yako, umemwelewa mwalimu? Kwa hiyo kuna mabadiliko ya kinyakati, na kwa sababu hiyo mabadiliko haya unaweza ukawa umejaa roho na ukajikuta umepoa. Kilichokupoza wala sio pepo, nyakati. Nyakati. Ukisikia kitu kinaitwa uvumbuzi au mawazo mapya, uwe na uhakika jamii ilifika mahali imekwama. Kuna watu wakawa wanatafuta namna ya kuikwamua, ndipo kukatokea kitu kinaitwa uvumbuzi. Uvumbuzi hauji kwenye nyakati nyepesi, unakuja kwenye nyakati ngumu na za kutisha. Ndio maana mtu yote aliyeokoka na iliyeko kwenye semina hiyo, nisikilize, haukuumbwa wewe kuziogopa nyakati ngumu. Wewe umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, ili uwe na uwezo wa kutawala kwenye kila nyakati. Nyakati zijapobadilika, Mungu uliye naye hawezi kubadilika. Majira yajapobadilika, Mungu unaishi naye hawezi kubadilika. Yeye yuko juu ya nyakati na majira, anajua yote, anaweza yote. Kwa hiyo, kwa nini Roho Mtakatifu anatupa kuwa na usikivu wa kiroho katika kuuishwa na kupokea uwezo mpya wa kiungu kwenye nyakati mpya? Ukiona Roho Mtakatifu analeta jambo la kinyakati, maana yake ameona unakokwenda.
Na tutakapokuwa tunajifunza humu ndani, utakuwa unaambiwa mpaka habari za miaka ijayo na siku zinazokuja za usoni, ili Roho Mtakatifu akuandae sasa na kukupa uwezo wa kukusaidia kwenye mabadiliko unayoyaendea. Sasa unisikilize, mtu wa Mungu. Ameleta huu ujumbe. Jambo la kwanza, kuna watu ambao wamezaliwa na uwezo, born with. Ninaposema kuzaliwa na uwezo, maana yake wamezaliwa na vipawa na karama. Wengine wamezaliwa na uwezo toka tumboni na mbingu zinajua, lakini walipozaliwa na wakaanza kuishi katika ulimwengu, kuna mambo yamefanyika kwenye maisha yao ambayo uwezo waliozaliwa nao umebanwa, umefungwa, umetekwa. Wao wanaishi, lakini uwezo wao hauishi. Kwa sababu hiyo wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. Unasema, mwalimu, unapata wapi? Kasome maandiko, utawaona watu wengi sana. Utamwona mtu mmoja anaitwa Gideon. Alikuwa na uwezo, ndio maana malaika anamwambia enenda kwa uwezo wako huu. Alikuwa na uwezo, mbingu zinamwona shujaa, ana uwezo ndani, lakini uwezo alio nao haufanyi kazi. Anaishia kuficha. Shujaa anaficha ngano, anaishi maisha yasiyokuwa ya kwake. Lakini utakuja kugundua tunapojifunza, kuna watu ambao walipookoka, Roho Mtakatifu aliongeza vitu ndani yao vinavyoitwa karama. Kuna karama au kipawa unazaliwa nacho, lakini kuna karama ambazo Roho Mtakatifu anakupa baada ya kuokoka. Utagundua kuna watu walipokea nguvu ya Mungu ndani yao baada ya kuokoka, lakini vita yao ikawa kubwa. Kilichotekwa sio wao, wakatekwa uwezo. Ngoja nikwambie, umewahi kumwona mtu ambaye ni bilionea lakini leo anaishi tia maji? Na unasemaje, mwalimu, unajuaje kama huyu ni bilionea? Jaribu kukaa naye umsikilize mawazo alionayo. Lakini mawazo alionayo, hata wazo moja hawezi kulitekeleza. Akiongea unaona mamilioni ya fedha. Unasema kinachoongea ni nini? Uwezo aliozaliwa nao, lakini umefungwa. Kile anachokiwaza hawezi kukisimamia. Na wako wengi. Sasa Roho Mtakatifu anapoleta semina, anaposema kuhuisha, maana yake ni kukifanya upya, kufungua ule uwezo wa ndani ambao watu wamefungwa, watu wameshikiliwa, wengine wametekwa. Lakini kwenye semina hii tunapoelekea kuvuka mwaka, hakuna kuvuka ukiwa vile vile, lazima uvuke ukiwa na uwezo mpya. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Na ndio maana unagundua vinahitaji usikivu, kwa sababu Mungu atakapokuwa anatufundisha, wengine Roho Mtakatifu atakuwa akisema na ninyi personal, binafsi. Anakuonyesha mahali ambapo huna uwezo au uwezo ulizuiliwa na chanzo. Unasema hapa ni mimi. Ukishasikia moyoni unasema ni mimi, maana yake Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kupitia sauti yake. Ukiona ile sauti inakuja, maana yake anatafuta kukusababishia ule uwezo uliokwama ufunguliwe au uhuishwe, au akupe uwezo mpya ambao utakuja na maisha mapya juu yako. Sasa tunaposema usikivu kibibilia, maana yake, hebu fungua Biblia yako haraka haraka. Mandaraba shandaraba koraba saya. Nina maana kama 7 hapa, lakini nataka nikutajie tu haraka haraka, kama utaweza kusikiliza kwa haraka. Mungu akujalie. Waraka wa pili, ile sura, waraka wa pili wa Petro, ile sura ya kwanza, mstari wa 16
mpaka ule wa 19. Mstari wa 16 mpaka wa 19, maandiko yanasema, andika waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka wa 19. Andika na Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Andika na Yohana 15 mstari wa 14 mpaka wa 15. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka wa 19. Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 5, na hasa ule wa 5 ndio lengo halisi. Alafu Yohana 15 mstari wa 14 mpaka wa 15. Maandiko yanasema kwenye Petro, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa uelevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kushuka mioyoni mwenu. Amen. Huyu ni mzee anaitwa Petro, anaandika waraka huu. Mtume Petro anazungumza kwamba sisi hatukufuata hadithi, hatukusimuliwa mambo yaliyotungwa kwa uelevu, hatukufuata hadithi. Kwa lugha nyingine, hatukuhadithiwa na mtu habari za ukuu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hatukuhadithiwa na mtu, wala hakuna aliyetunga kwa uelevu akatuhadithia, akatusimulia. Anasema sisi tulikuwepo wakati Bwana Yesu alipoletewa ile sauti, sauti ya utukufu mkuu, sauti kutoka kwenye utukufu. Anasema Bwana Yesu alipoletewa ile sauti tulikuwepo. Alafu anasema na sisi tuliisikia ile sauti iliyomwambia huyu ni mwanangu mpendwa. Tulikuwepo na sisi tuliisikia. Alafu anamaliza na kusema na sisi wenyewe sasa tunalo lile neno la unabii lililo imara zaidi. Neno la unabii lililo imara. Kwa nini ni neno lililo imara? Kwa sababu tulisikia. Kwa lugha nyingine, anaposema tunalo lile neno, maana yake tangu tuliposikia tulitunza kile alichosema nasi. Kwa lugha nyingine, sisi tulikuwa na usikivu wa kusikia. Si tu Bwana wetu alisikia, lakini na sisi tulisikia. Ndio maana huwa nawafundisha watu mara nyingi, haiwezekani ukakaa na nabii anasema namsikia Mungu akisema alafu wewe usikii. Ni kosa. Hawa walisikia. Haiwezekani ukakaa na mchungaji, unaabudu mahali mchungaji anasema mimi namsikia Mungu akisema, alafu kondoo wake usikii. Lazima kuna shida mahali. Hawa walisikia. Sio tu Yesu alisikia, lakini na wao walisikia. Anasema kwenye ule mlima mtakatifu tulisikia, nasi tunalo lile neno la unabii. Tunalo maana yake tulisikia, kutokana na ule usikivu tunacho kile ambacho Mungu alikiweka ndani yetu. Tunacho kile alichosema na sisi tunacho. Lile neno alilosema na sisi tunalo. Kwa sababu siku ile wanamsikia, Mungu alikuwa akimwambia mwanaye, anawaambia hivi, anawaeleza, anasema huyu ni mwanangu mpendwa. Mstari wa 5 kwenye kitabu cha Mathayo 4 hadi 5, anasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni
yeye, msikieni yeye. Kwa lugha nyingine, muwe na usikivu kwake. Atakapokuwa akiwaeleza na kuongea, muwe na usikivu kwake. Ndio maana hawa mitume wakawa na neno la unabii, kwa sababu walikuwa na usikivu, walisikia. Watu wa Mungu, sikiliza, mtu aliyesikia akatunza neno alilolisikia, huyu mtu anayo maisha ya yule aliyesema naye. Na huwa nawaambia saa nyingine watu wa Mungu, nisikilize, unapokuwa mtumishi, usipokuwa na usikivu ukamsikia Mungu kwenye utumishi, kwa sababu Mungu ana tabia hii, akikuita atajitambulisha kwako kabla hajajitambulisha kwa watu, ili wewe umjue, alafu kisha mjua atakutambulisha wewe kwake kabla hajaenda kukutambulisha kwa watu. Akikutambulisha kwake, atakueleza kwa nini amekuita, alafu ataweka neno ndani yako la kuwapelekea watu wake. Usipokuwa na usikivu, unaweza ukaenda lakini hujapewa neno la unabii ambalo unalo kwa ajili ya watu wa Mungu, na kwa sababu hiyo utaangukia kwenye mtego wa utapeli. Utaanza kufanya vitu usivyovijua, utakosa nidhamu, kwa sababu hata huyo Mungu unayemtumikia humjui. Mungu akijitambulisha kwako utamjua, na atakuonyesha namna ya kubeba cha kwake kwa watu wake. Hautaenda ovyo ovyo. Ndio maana usikivu ni wa kila mtu. Kila mtu anayemtaka Mungu kwenye maisha yake anahitaji usikivu, anahitaji usikivu. Ile kwamba amekupa kipawa cha uongozi, kipawa hicho hakiwezi kumtambulisha Mungu kama aliyepewa hana usikivu. Bwana asifiwe. Usikivu, maana ya kwanza, ukiandika hata maana mbili hapa utakuwa umepatia. Ukisahau utakuja hata kesho utakumbuka. Kwa sikiliza kwa makini na uandike. Usikivu, maana ya kwanza ni uwezo wa kusikia, kuelewa ulichosikia na kutenda sawasawa na ulivyosikia. Uwezo wa kusikia, kuelewa ulichosikia na kutenda sawasawa na ulivyosikia. Maana ya pili, usikivu kibibilia ni utii wa maelekezo unayopokea kutoka katika ngazi ya juu kiroho, yani kutoka kwa Mungu. Utii wa maelekezo unayopokea kutoka katika ngazi ya juu kiroho kutoka kwa Mungu. Kwa ule utii wa kimaelekezo ndio unaoitwa usikivu. Maana ya tatu, kwenye maana hiyo ya pili, usikivu na kutii mara nyingi hutumika kama neno moja katika Biblia. Andika Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 1. Maana ya tatu, usikivu ni hali ya moyo kuwa tayari kupokea, kuelewa na kutii maelekezo au anachosema Mungu bila kujali yanakugharimu kiasi gani. Usikivu ni hali ya moyo kuwa tayari kupokea, kuelewa na kutii maelekezo au anachosema Mungu bila kujali yanakugharimu kiasi gani. Usikivu. Ukisikia mtu anasema nina usikivu, maana yake ni hali iko ndani ya moyo wake ya kupokea, kuelewa na kutii maelekezo au anachosema Mungu bila kujali yanamgharimu kiasi gani. Mwanzo 22 mstari wa 1, unaweza kuandika mpaka ule wa 14 au 13. Maana ya tatu. Maana ya 4, usikivu. Nataka nimalizie hapa ni kuache ondoke. Usikivu ni kuwa na macho na masikio ya rohoni yaliyo wazi, kutambua ishara, maonyo na maelekezo ya Roho Mtakatifu.
hata katika mambo madogo madogo. Usikivu ni kuwa na macho na masikio ya rohoni yaliyo wazi kutambua ishara, maonyo na maelekezo ya Roho Mtakatifu hata katika mambo madogo madogo. Andika Mathayo 13 mstari wa 14 hadi wa 16. Maana ya 5, usikivu. Usikivu maana yake nini? Tunaposema usikivu wa kiroho maana yake nini? Ni hali ya unyenyekevu iliyoko ndani ya moyo wa mtu ya kukubali kuwa Mungu ana mamlaka ya kusema na wewe una wajibu wa kusikiliza. Ile hali ya unyenyekevu iliyoko ndani ya moyo wako ambayo inakufanya ukubali kwamba Mungu anayo mamlaka ya kusema na mimi nina wajibu wa kusikiliza. Hali ya unyenyekevu, hali ya kupondeka inayokufanya tena, iko ndani ya moyo wako, inayokufanya ukubali kuwa Mungu ana mamlaka ya kusema na wewe una wajibu wa kusikiliza. Ndio maana mtu wa namna hii anakuwa na ile hali ya kusema, sema nami Bwana, niko tayari kusikia. Sio mdomoni, moyoni. Aya, maana ya 6, andika haraka, hii ndio namalizia sasa. Usikivu ni nini? Ni mwitikio wa kiimani katika kutekeleza sawasawa na agizo la sauti ya Mungu ulioipokea moyoni mwako. Usikivu ni mwitikio wa kiimani katika kutekeleza sawasawa na agizo la sauti ya Mungu ulioipokea moyoni mwako. Ndio maana ukisikia mtu anakuambia ombea usikivu wako, maana yake uombee hali ya kuitika kwa imani ile sauti ya Mungu inayosema nawe, na utekeleze sawasawa na agizo iliyoko ndani ya hiyo sauti. Waebrania 11 mstari wa 8. Huyu ni Ibrahim. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika, akatoka aende mahali asipopajua, lakini amekubali kuitikia sauti. Kuna saa Mungu atakuita, hakuambii ABCD, anakuambia tu hey! Sasa B yake inategemea umetii namna gani. A anakuambia inuka, unaanza kujiuliza, sasa nikiinuka nifanyeje? Anakuambia nimekuambia inuka. Wewe unachotakiwa ni kufanya nini? Kifuatacho, umeinuka mwanangu, sasa sikiliza, angalia pale. Afu nasema wow, ndio ulitaka nione kile, umeona? Kwa hiyo nenda. Naenda kufanya nini? Nimesema nenda. Ukianza kuona mitihani ya namna hiyo, ujue unaenda ngazi nyingine ya kutembea na Mungu aliye hai. Kama mnanielewa sema amina. Ni mwitikio wa kiimani. Kuna vitu Mungu ataanza kuzungumza, unahitaji kuitikia kwa imani, kwa sababu mazingira hayaruhusu. Wangapi wananielewa ninachosema? Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Mwitikio wa kiimani. Na jambo la mwisho, usikivu maana yake ni, maana ya mwisho, usikivu ni uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu au za adui, bila kujali unachokisikia kinaonekana kama cha kweli. Uwezo wa kutofautisha. Mtu anaposema mimi nina usikivu, maana yake ana uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na makelele ya ulimwengu au ya adui, bila
bila kujali kile anachokisikia kinaonekana ni kweli. Yaani ukitazama kimwili ni kweli, ukitazama ni cha kweli, lakini kwa kuwa una usikivu, ule uwezo unakuambia hiki kinachoonekana cha kweli sio cha kweli. Na mtu hajanielewa, andika Matendo ya Mitume 16 mstari wa 14 hadi wa 18. Napomaliza hapo nisikilize sasa. Kuna mtu mmoja anaitwa Paulo, na nyie mnaoondoka kumbukeni kesho kuwahi, mimi ndio namaliza hapa. Kuna mtu mmoja anaitwa Paulo, Bwana asifiwe. Anaitwa nani? Paulo. Huyu Paulo alikuwa na Sila, rafiki yake mmoja anaitwa Silas. Sila mwanafunzi wake huyu. Wameenda mahali walikuwa na maombi kwenye nyumba ya Lydia. Sasa kuna mkijakazi mmoja alikuwa akiwafuata kwa nyuma kila siku. Tena Biblia inasema alifanya kwa siku nyingi. Anasema hawa ni watumishi wa Mungu waliotumwa kuja kutuhubiria injili. Injili anachoongea ni cha uongo, ni cha kweli? Anachoongea ni cha uongo, ni cha kweli? Paulo kila siku akitoka na mwenzake anasikia hawa ni watumishi wa Mungu waliotumwa kuja kuhubiri injili. Injili anachoongea ni kama cha kweli, lakini anayeongea ni nani? Kitu chochote unachokisikia kiwe cha kweli, ukakiitikia kwa sababu kinaendana na mazingira yako, utakapokitii kile kitu ukakipokea moyoni, maana yake umepokea na roho iliyosema hicho kitu. Ndio maana watu wengi unauliza vita yao kubwa ni nini? Kuna sauti walizipokea kwa kuwa ziliongea kama vile ukweli unaofanana na wao, wakasema hiki kitu anachosema ni mazingira yale yale, ni ya kweli, lakini hawakutaka kujua kinywa kinachonena haya ni cha nani? Ni cha nani? Paulo aliposikia namna hii akasikitika, alafu akageuka nyuma akasema kwa jina la Yesu pepo la uaguzi mtoke huyu. Akaanguka pale chini, pepo likamtoka, akafunguka. Kwa unagundua pepo lilikuwa linazungumza kitu kinachoendana na mazingira yao. Yaani mtu anaweza akaja akakupa ushauri unaendana na mazingira yako, afu unasema yani kweli hata mimi nilikuwa ninawaza, asante sana. Unaopokea ule ushauri unasema sasa naenda ile, unatekeleza, kumbe unatekeleza ushauri ambao sio ushauri, ni roho iko nyuma imepitisha sauti ili uipokee. Unapoipokea unapokea na ile roho iliyoko nyuma. Anza kumwambia Mungu kwenye maombi yako usiku wa leo. Mwambie Mungu, nisaidie. Ni wapi ambako nimerudi nyuma? Ni wapi nilifuata sauti zikanivuruga? Mungu hataki uvuke mwaka huu ukiwa katika hali hiyo. Funika macho yako mbele za Bwana. Funika macho yako. Funika macho yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya jioni hii ya kwanza. Watu wako wa thamani, watumishi wako hao na watoto wako Bwana, ambao umewapa neema ya kuwepo tena jioni hii ya leo, katika siku hii ya tarehe 28 mwezi wa 12 2025, siku ya Bwana kati ya siku ulizozifanya. Mungu, asante kwa neema na kwa neno lako. Asante kwa watoto wako hawa wa thamani. Asante kwa wakina mama, asante kwa wakina baba na vijana ambao wameisikia neno lako. E Bwana, katika jina la Yesu, hizi sio habari za hadithi, bali ni habari za neno lako lenye uzima, neno lililobeba uzima, neno lililobeba ukombozi, neno lililobeba nuru, neno lililobeba uponyaji, neno lililobeba kuleta mwangaza mpya kwenye maisha na familia za watu, kwa jina la Yesu. Neno lililobeba nguvu ya
ya kuinua, neno lililobeba nguvu ya kuinua, neno lililobeba nguvu ya kuinua, neno lililobeba nguvu ya kuinua na nguvu ya kufufua na nguvu ya kuhuisha, kwa jina la Yesu aliye hai. Watoto wako wamesikia neno lako, watumishi wako wamesikia neno lako jioni ya leo Bwana, jioni ya leo Bwana, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe una uwezo wa kusema, una uwezo wa kusema, una uwezo wa kusema, una uwezo wa kusema hata na moyo ambao umekata tamaa, umevunjika vunjika, wewe una uwezo wa kusema, una uwezo wa kusema. Hata waliofichwa kuzimu wana uwezo wa kusikia sauti yako, kwa kuwa wewe ni Bwana, wewe ni master communicator, wewe ni master, wewe ni Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka nikuongoze maombi haya, umshukuru Mungu na uweze kwenda ukiwa umefunika macho yako. Nikuongoze maombi haya kwa kifupi, lakini nasikia moyoni kabisa kuna watu hapa Mungu aliwahi kukuonya kabisa kwamba katengeneze jambo hili, lakini ukawa unafanya kulitengeneza kwa siri. Na Roho Mtakatifu ananihimiza hapa, hii ni opportunity, hii ni fursa anakupa hapa. Kama moyo wako umepondeka na una usikivu ndani na unasikia mwitikio wa kumsogelea Bwana na kumwambia Bwana, nisaidie hili jambo. Hata nikilala usiku nikiota, kuna namna najiona niko uchi, najiona nimevaa mavazi machafu, najiona watu wamekusanyika wananicheka, lakini kwenye ulimwengu wa mwili sioni hayo mazingira, ila rohoni ninajiona. Manake kuna vazi la aibu ambalo mapepo yanafurahishwa nalo, kwamba yanaweza yakakufanya chochote, huwezi kuwazuia, pamoja na kwamba unakisali, pamoja na kwamba ni mtumishi, lakini kila ukilala, saa nyingine ukiomba, tatizo ni nini? Mungu anakuleta, anakuonyesha uko uchi, anakuonyesha unachekwa, anakuonyesha umezama kwenye mitalo, umezama kwenye mashimo, na saa nyingine ukiomba unasikia moyo kuuma mpaka unasema kuna shida gani? Kuna shida gani? Mungu anajaribu kukukumbusha, nilikuonya mwanangu, nilikwambia tengeneza hili, angalia linakokupeleka, angalia linakokupeleka. Kwa ninapozungumza hivi, hii ni opportunity, hii ni fursa kwa mtu ambaye Mungu aliwahi kumwonya, na hata yule ambaye hajawahi kuonywa na kuelezwa, lakini anasikia ndani kwamba Mungu, nisiondoke hapa sijatengeneza na wewe. Nataka kuona usikivu wangu ukirejea, nataka kuona ukizungumza na mimi, nataka kuona ukinibadilisha kwenye maisha yangu, nataka kuanza kutembea na wewe kwenye nyakati mpya. Haya ni malimbuko ya semina mwezi wa 12 tarehe 28. Mungu anataka kufanya jambo ndani yako. Usijivunie kipawa, ndio maana kipawa kinaweza kuzuiliwa Mungu asipokuwepo. Usijivunie kalama inaweza kuchafuliwa Mungu asipokuwepo. Mandarabashanda rimandarabakorabas. Nataka niongoze maombi ambayo tutaomba wote, lakini ninyi niliyosema, sogea mbele hapa. Kama unasikia kuitika huko ndani, sogea mbele, unasema mwalimu, nasikia kutubu ndani, tena kwa kumaanisha. Bwana, nimesikia neno lako, nimesikia ujumbe wako jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Nimeelewa Bwana kile ulichosema nami jioni ya leo, na niko tayari, na niko tayari, na niko tayari, na niko tayari, na niko tayari kutubu Bwana, kutubu Bwana, kutubu Bwana. Wewe unayajua maisha yangu ya silini na ya wazi. Bwana, wewe unayajua hata yale ambayo wanadamu wenzangu hawayajui, lakini wewe unayajua maumivu yangu na mateso yangu na mahangaiko yangu. Jioni ya leo nimekuja mbele zako ili kutoa mzigo kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba, ninaomba toba, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana.
unirehemu kabisa kwenye kila eneo ulilowahi kunionya lakini sikutii, ulilosema na mimi ili nitengeneze lakini sikuwa tayari, Ninatubu Bwana, ninaomba unisamehe juu ya hayo maovu, juu ya hiyo dhambi, juu ya hayo makosa niliyoyafanya. Ninatubu Bwana, ninafungua moyo wangu, ingia tena ndani yangu kwa upya kabisa, na nuru yako ingia ndani yangu, ilete uzima tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nitakase Bwana, nioshe Bwana, niondolee kwenye maisha yangu vazi chafu, nivue Bwana, nivalishe vazi jipya, vazi nyeupe, na jina langu liandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa kunisamehe, Jioni ya leo ninakataa kwa damu ya Yesu sauti yoyote niliyowahi kupokea, makelele yoyote niliyowahi kupokea, ushauri yoyote niliyowahi kupokea ukanipelekea kwenye vifungo, kwenye mateso, kwenye kufungua milango ya adui kwenye maisha yangu. Jioni ya leo hiyo sauti na hiyo roho iliyopata nafasi, toka, achia maisha yangu, achia moyo wangu, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Jiombeni sasa dakika moja, Jiombeni dakika moja, paza sauti yako mbele za Bwana. Ondoa kila sauti. In Jesus. Funguka kuanzia sasa. In Jesus name. Hiyo roho iliyopita ndani yako, ninaiamuru kuanzia sasa ikuachie by the blood of Jesus. Ikuachie mtu wa Mungu, ikuachie kuanzia sasa. Fire in Jesus name. Funguka mama, funguka kwenye maisha yako. Fire in Jesus. Funguka binti, fire in Jesus. Mtumishi, kwa damu ya Yesu aliye hai, uwe huru mtu wa Mungu. In Jesus name. Mwanzo mpya. Fire in Jesus. Kwa jina la Yesu aliye hai, pokea mama, pokea ndani yako kwa damu ya Yesu, aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo. Nyanyua mikono yako mtumishi, in the mighty name of Jesus. Kuanzia sasa hakuna wa kuzuia huo uwezo. Miungu inanisikia, kuzimu inasikia, mapepo yanasikia, na hizo roho zinazopiga vita zinasikia. Kwa neema niliyopewa na kwa mamlaka ya jina la Yesu, asizuiliwe huyu mwanamke. In the mighty name of Jesus. Pokea hiyo neema juu yako kuanzia talea leo. Ukombozi wa kweli na nguvu ya wokovu iwe ndani yako. In Jesus name. Kwa jina la Yesu aliye hai, uwe huru kijana kuanzia leo mama, kuanzia leo. Pokea hii neema.
neema, pokea hii neema. Yes, kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akukumbuke kwenye umri huu kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mshika huyu mama. Fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus. Hayo mazingira, hiyo hali ya mkandamizo inaachia maisha yako mama, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus. Mshika in the mighty name of Jesus. Uwe huru kwenye nafsi yako. Yes, Mungu ayaone machozi yako, Mungu ayaone machozi yako kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Fire in Jesus. Njoo binti, in the mighty name of Jesus, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaongea na ulimwengu wa roho wa maisha yako kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Hiyo hali iliyogubika maisha yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninaamuru kuwa huru, ninaamuru kuwa huru, ninaamuru kuwa huru, ninaamuru kuwa huru. In Jesus, in Jesus, in Jesus. Mwombe huyu dada mara moja. In Jesus, weka mkono wako kifuani dada. In Jesus, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Hakuna kurudi nyuma tena mama. Umjalie tena mtumishi wako akanene neno lako kwa upya tena. Tunamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako. Umjalie tena kibali, mafuta, utukufu, nguvu zako zikiwa juu yake. Asante kwa kutembea naye siku ya leo. Umetumia kinywa chake akanena kila ambacho Bwana amekikusudia. Mungu, tunarudisha utukufu na heshima kwenye madhabahu yako ya Calvary. Asante kwa waimbaji, asante kwa kila mmoja, katika jina la Yesu wote tuseme amen.